Zanzibar, habari na hujambo. Ni asubuhi nyingine tena nzuri kabisa. Karibu uyapokee matangazo haya ya moja kwa moja, ikiwa ni Juni 15 mwaka 2025. Haya ni matembezi ya hisani ambayo leo hii yanafanyika, lakini kubwa zaidi kwenda kuziangazia lile kongamano kubwa la kiuwekezaji ambayo itafanyika tarehe 15, 16 na tarehe 17 hapa Pemba, ambapo serikali ya Zanzibar chini ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ameamua kutangaza vivutio mbalimbali vya uwekezaji chini ya mamlaka ya kukuza uwekezaji hapa Zanzibar. Na kama ambavyo unaona, viongozi na wafanyakazi wa ZIPA wako hapa, jeshi la polisi nalo liko hapa kuhakikisha kwamba hali ya ulinzi na usalama inaenda vizuri kabisa. Ni matembezi ya hisani tu, lakini pia moja kwa moja ni kukumbushe kwamba hii ni Zanzibar Investment Summit 2025. Kwa siku 3 mfululizo kutakuwa kuna mambo mbalimbali. Leo hii tunaizindua kwa matembezi maalum, lakini ni kukumbushe kwamba baadaye pia kwa mtazamaji ambaye unatazama hivi sasa, kutakuwa kuna matibabu bure kwa ajili ya wananchi wa Pemba na wananchi wengine wa Tanzania. Lakini pia bila kusahau, kutakuwa kuna maonesho mbalimbali ambayo yanaonyesha fursa za kiuwekezaji, na kama ambavyo unavyoona hapa rasmi yanazinduliwa hapa ndo hapa ndo eneo la kwanza la kuanzia. Mara baada ya uzinduzi tutaondoka mdogo, wala hakuna kukimbia, kwa sababu uwekezaji unahitaji utaratibu, yani mdogo wala sio kukimbia. Kama tu ukiangalia hapa utagundua kwamba vivutio vya kuwavutia wawekezaji vimeanzishwa, ikiwemo barabara, miundombinu mbalimbali ambayo inahusu wawekezaji imeshaanzishwa hapa kwa lengo la kumvutia mwekezaji, kwa sababu tunaamini mwekezaji ambaye atawekeza katika masuala mazima ya mahoteli, makazi, mwekezaji ambaye atawekeza katika masuala mazima ya nyumba za makazi, ili akute mazingira mazuri. Ama kwa hakika ilikuwa ni ndoto pia ya rais wa kwanza wa Zanzibar, mzee wetu Karume, kutaka Wazanzibari waweze kutengenezewa mazingira mazuri kwa uwekezaji ambao utakwenda kufanyika katika eneo la Micheweni. Ili ni eneo huru la kiuwekezaji, ni eneo ambalo litakwenda kuongeza idadi ya vijana ambao wataajiriwa kwa kiasi kikubwa sana, na vijana hawa ndio ambao ndio nguvu kazi ya taifa letu la Tanzania. Vijana hawa ndio ambao wana mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa letu. Vijana hawa ndio taifa la leo. Kwa hiyo tutaanzia hapa. Emmanuel Mwaka Potela nikidunda na nikijimwaya kutoka eneo hili la Micheweni. Lakini tufahamu uwekezaji huu utasaidia kwa kiasi kubwa kuongeza idadi ya vijana wa Pemba ambao watakwenda kwa ajili ya lengo la kukuza kipato chao, lakini pia kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanakuza uchumi wa Zanzibar. Kwa heshima kubwa namuona katibu mkuu kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, dada yangu Zena, naye yuko hapa mdogo. Namuuliza, je, tutafika mpaka pointi ya mwisho? Naomba heshima yako nikuvalishe maiki. Naomba niruhusu. Okay. Asante sana. Shukrani sana. Kwanza nikupe hongera. Asante sana. Kwa kuwa miongoni mwa watembeaji hatukati upepo, ni mdogo. Usinishangae nimevaa jeans kwa sababu nafahamu ni matembezi madogo. Sawa. Matembezi unaonaje? Matembezi mazuri. Ndio. Hali ya hewa nzuri. Tunaenda kwa speed ambayo tunaimudu, ambayo inajumuisha watu wote wanaiweza. Ndio. Sawa. Tukizungumzia hili eneo zuri la kiwekezaji la Micheweni, ambao Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, amekwisha tengeneza mazingira mazuri. Huu ni mkakati wa aina gani? Kwa kweli huu ni mkakati wa kukifungua kisiwa cha Pemba. Ndio. Mahsusi kabisa kuhakikisha kwamba tunavuta wawekezaji waje wawekeze, ili maendeleo ya Pemba na yenyewe yaweze kupatikana. Ndio. Kwa hiyo ni mmoja ya mkakati ambayo imewekwa na serikali kwa ajili ya kufungua kisiwa cha Pemba. Sawa. Na ndani ya uwekezaji huu tunatarajia nini? Kwa kweli uwekezaji huu umeweka mazingira mazuri zaidi kwa kutengeneza miundombinu ambayo inakuwa ni changamoto kama haipo. Maana aje mwekezaji afu mtarajie yeye ndo atengeneze barabara, aanze kuvuta umeme, utafuta maji alipo, inakuwa ni changamoto. Ndio. Kwa haya yote tumeweka vizuri kuhakikisha kwamba yeye mwekezaji kazi yake ni kuwekeza kile ambacho amekusudia. Haya mengine sisi tumeshayafanya kama serikali, ambayo yanachukua pia gharama kubwa sana. Ndio. Lakini si hilo tu,
tumehakikisha kwamba na sheria tumezifanyia mapitio, kuhakikisha kwamba pia kuna special incentive, vivutio mahsusi pia kwa ajili ya Pemba, ili kuhakikisha kwamba pia tunavuta watu. Mbali ya hivyo, ukiangalia sasa hivi uwanja wa ndege wa Pemba na wenyewe unajengwa, kwa sababu si hapa tu Micheweni, lakini kila mahali uwanja wa ndege utavuta wawekezaji pia, kwa sababu pia kutakuwa na ndege za moja kwa moja za kimataifa ambazo zitaweza kuja Zanzibar, zitaleta watalii na wengine ambao wanataka kuja ndani ya Zanzibar, hususan kisiwa cha Pemba. Kwa hiyo mambo ni mengi yanafanyika na serikali. Kwa kweli kila mmoja anapaswa kushukuru, lakini endelea kuhamasisha wawekezaji waje, kwa sababu mazingira sasa yako super. Sawa. Vipi kuhusu sheria za kiwekezaji, kwa sababu tunaweza tukatengeneza mazingira mazuri ya kiwekezaji, lakini sheria kama zitakuwa ngumu hazitamvutia mwekezaji? Sheria si ngumu, na kama utakumbuka tulizifanyia mapitio na zikarekebishwa kwa ajili ya kufanya sheria ziwe vizuri zaidi. Lakini pia sheria sio kitu mgando. Tunapozitekeleza, tukiona kuna mkwamo wowote, tunaenda tena tunafanya mapitio, tunaamua, tunaweka mazingira. Sawa. Hii ni Zanzibar tano kama kawaida. Sasa lazima upate maji kidogo. Si unajua unataka maji? Karibu katibu. Asante. Mikono ndani. Hii ndio raha ya matembezi haya. Ni raha kweli kweli, kwa sababu tunaendeleza kutangaza vivutio vya utalii, vivutio vya uwekezaji hapa katika eneo huru la uwekezaji la Micheweni, ambalo Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ameweka mikakati na ameweka nia na ameamua kuhakikisha kwamba anakaribisha wawekezaji kwa namna ya kipekee sana, kwamba aweke miundombinu ya barabara. Tazama lami iko vizuri kule, bado tunasema mkeka umenyoka kweli kweli. Alafu ukitazama, angalia, hakuna nyumba hata moja. Ametanguliza miundombinu ambayo itavutia wawekezaji. Tumeshuhudia mara kadhaa kwamba watu wanaanza kujenga ndio miundombinu kuja baadaye. Hapo nasema hapa bomoa, hapa bomoa. Anasema hiyo hapana. Sisi tunatanguliza miundombinu ili wawekezaji wakija basi wanapewa maeneo yao. Wewe mwekezaji wa ndani, mwekezaji wa nje, unakaribishwa. Hata kiongozi za Zanzibar Zena, karibu tuendelee kwenye sheria pale pale tulipoishia. Sawa, kwanza kama unavyoona hii lami inateleza kama mgongo wa ngisi wanavyosema. Na maji tunayokunywa ni sehemu ya uwekezaji ndani ya Pemba. Safi sana. Twende. Kweli kweli. Kwa hiyo ndio nasema, ndio. Sheria sio kitu ambacho kimeganda. Ndio. Ni kwamba unatunga sheria kwa mazingira ulionayo, wakati unatekeleza ukigundua kuna mikwamo ndani ya sheria, unakwenda tena unarekebisha, unakwamua. Kwa hiyo tulikuwa na sheria tukairekebisha, tunaamini tumeweka mazingira mazuri zaidi, lakini kadri tunavyoendelea kuitekeleza, tukiona kuna hitajio la kurekebisha tena, tutaendelea kurekebisha. Kwa hiyo kusiwe na kisingizio kwamba sheria ni ngumu. Sheria tumeitunga ili uweze kufacilitate, sio kufrustrate. Kwa hiyo tukiona inakwamisha, tunarekebisha. Lengo ni kuendelea kukwamua na kufungua uwekezaji ndani ya Pemba, ndani ya Unguja, ili Zanzibar yetu iendelee kuwa njema zaidi. Nzuri, nashukuru. Salama. Na tuzungumzie, asubuhi tumeanza na matembezi hasa katika kuelekea kongamano hili la Zanzibar Investment Summit 2025. Matembezi unaonaje? Yapo vizuri. Tumeenda vizuri. Ndio. Tutatembea kama kilomita ngapi? Kilomita 2. Zinatosha tu. Zinatosha sana hizo. Zinatosha sana. Ndio. Kwa nini leo hii tunatembea? Tunafanya matembezi. Lengo la matembezi, ndugu mtangazaji, ni kuendelea kujenga afya, lakini tunaamini kwamba mazoezi ni sehemu ambayo inakutanisha watu na inajenga ule urafiki wa karibu zaidi. Hiyo ni imani yetu kubwa. Sawa sawa. Lakini zaidi ni kuweza kuonesha kupitia matembezi haya eneo la Micheweni, eneo ambalo serikali wameweza kuwekeza miundombinu ya barabara ya zaidi ya kilomita 13.5. Ndio. Zimewekezwa hapa kwa kiwango cha lami. Sawa sawa. Sawa. Eneo hili la kiwekezaji la Micheweni, tumpatie mtazamaji sasa tuko ndani ya eneo hili. Ni eneo la aina gani na linatarajia kuwa na nini na nini? Na kwa nini serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeamua kulitenga? Ni utaratibu wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi
kuhakikisha kwamba wawekezaji wanaofika nchini hawapati changamoto katika kukamilisha azma yao ya uwekezaji. Ndio. Na katika hatua mbalimbali zinazochukuliwa, moja ni kuweka maeneo maalum ambayo sasa mwekezaji anapokuja anayakuta tayari yameshatengwa, yameshagaiwa na yeye kuanza uwekezaji wake. Kwa hivyo kwa eneo ambalo tuko hapa, hili ni eneo la ukubwa wa hekta 800 ambalo limetengwa kwa ajili ya miradi aina tofauti katika eneo la Micheweni. Tunataka kuja kuwekeza miradi ya hoteli, miradi ya nyumba za makazi, lakini miradi ya kuweka hospitali, shule, yote hapa imetengwa. Sasa na maeneo haya yapo tayari na tunawakaribisha. Tunaposema yako tayari, nini ambapo tunaweza kumvutia mwekezaji kusema sasa maeneo yamekamilika na paswa kuja? La kwanza ni miundombinu ambayo tayari kama tunavyoona hii hapa ipo. Miundombinu ya umeme imeshafika, miundombinu ya maji imeshafika. Lakini la pili ni sheria zilizo bora ambazo zinamlinda mwekezaji. Lakini cha tatu vile ni utayari wa serikali kuhakikisha kwamba kila mwekezaji anakuja nchini tunamsaidia aweze kufanikisha lengo lake la uwekezaji wake.